niliomba interview na na rais wa Burundi hayati Pierre Nkurunziza, tukakubaliana kabisa kwamba tutafanya interview Bujumbura. Alikuwa anataka kugombea muhula wa 3 mwaka 2015, lakini hataki kusema kama anagombea muhula ule kwa sababu ulikuwa controversial. Kwa hiyo sisi tukatoka na timu yangu kutoka London mpaka Bujumbura. Tumefika pale, tulivyotua tu tukaenda kutana na watu wa mawasiliano. Kitu cha kwanza wakasema tunaomba msiulize swali kwamba kama anagombea au hagombei. Sasa nikamwambia mimi safari yangu yote ilikuja kutokana na hili. Wakasema tunakusisitiza usiseme hivyo, usiulize hilo swali. Kwa hiyo mimi nikakommunicate na London, wakaniambia baki tuone itakuwaje. Alafu ghafla nikapewa maelekezo na idara ya rais, wakasema interview haifanyiki tena Bujumbura, inapelekwa Ngozi kule kijijini kwake kabisa. Kwa hiyo tukahamishwa, tukapelekwa huko Ngozi. Hiyo siku ya interview, usiku wa kuamkia interview, nikapigiwa simu usiku, nikaambiwa Salim, tunakuonya ukiuliza hilo swali tusilaumiane. Sasa na mimi nikaongea na editor wangu, akaniambia Salim, it's up to you, lakini utaangalia siku ya kwenda kufanya interview unapishana na wanajeshi wameshika bunduki, wamesimama huko na huko, unawapita mpaka kile mahali ambapo tunatakiwa kufanya interview, napo umezungukwa na mabunduki na manini, you know. Kwa hiyo tukatizamana na producer wangu, nikasema tunafanyaje? Wakasema itabidi tuache hapa, inawezekana tusirudi Bujumbura. Kwa hiyo changamoto kama hiyo, lakini wakati wote nilikuwa niko in touch na editor wangu, na tutarudi pale kwamba there's no story that's worth your life. Kwa hiyo tukaassess ile situation, tukasema hapa tunaweza tukapata matatizo, tukadhurika. Kwa hiyo tukaabandon lile swali. Baadaye tukapewa nafasi ya kumuuliza katibu mkuu wa chama chake CNDD-FDD ambaye naye alikuwa kisiasa. Kwa hiyo ndio moja naweza kusema ya changamoto ambazo nilikutana nazo, na mpaka leo najiuliza, ningeliuliza lile swali ningekuepo leo hapa, nadhani jibu lake ni gumu sana kulijua, lakini utakutana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo it's up to you. Kuna mahali pengine mimi nakumbuka nilipokuja kufanya interview na Rais Jakaya Kikwete hapa, pia niliambiwa hivyo wakati ule kulikuwa na mvutano kati ya Tanzania na Malawi. Kwa hiyo wale watu walio set up interview wakaniambia, bwana tafadhali sana usiulize issue ya Malawi. Sasa nilipokwenda kumpokea Mheshimiwa Kikwete, tunatembea hivi, nikamwambia bwana, nimeambia nisikuulize issue ya Malawi. Akaniambia, nani kakwambia hivyo? Akaniambia niulize chochote bwana, mimi ndo commander in chief. Unaona? So inategemea na mazingira, kwa sababu mimi nilikuwa kwenye mazingira ya nyumbani na Rais Kikwete ananifahamu mimi tangu nikiwa hapa na nini. Kwa hiyo that was easy. Kwa hiyo it's up to you kufanya your judgment, lakini changamoto kwangu professional ni hizo. Changamoto nje ya nchi kama mwandishi wa habari, I think siwezi kusema kuna changamoto. Nadhani ukiwa nje ya nchi unafanya kazi kwa wepesi zaidi, na ndio maana hata idea ya BBC, Deutsche Welle, Radio Japan, hizi Voice of America ziliamua kuset vituo katika nje ya nchi ili ufanye kazi bila ya kuwa na wasiwasi wowote kwamba jioni kuna mtu atakuja kugonga mlango wako na kuuliza kitu fulani. So changamoto ni nje ya uandishi wa habari. Hali mbaya ya hewa, kuna baridi sana ikiingia winter, chakula sio kizuri, kuna maisha ya upweke, kuna orodha ndefu sana ya maisha ya nje ambayo hatujazoea. Hizi chapati unazipita siku zote, you take it for granted. Kuna mahali unafika unakaa mwezi mzima hujaona chapati, labda uzione kwenye Google, unatamani na huzipati. Hizo ni changamoto ambazo nimeziona. Changamoto baada ya kurudi ndani ya nchi, Angel, nikwambie, ukiwa kama mimi umepikwa kwa miaka 20 na kupata ile discipline ya kufanya kazi kwenye newsroom, ya kuzingatia time na ahadi na kila kitu, unaporudi hapa unapata frustration kubwa sana, kwa sababu nikisema Angel, naomba tukutane kesho saa 3 kamili, uwe umefika ofisini kwangu, na wewe utafika saa 5 bila kuniambia kwamba unachelewa au nini, na hicho unategemea kwamba mimi nione ni kitu cha kawaida. So that is wrong, na inaleta frustration sana. Lakini uzuri, wakati mimi najitayarisha kuja nyumbani Tanzania, nilijiandaa psychology, nikijua kabisa kwamba nikiwa nimepanga miadi na mtu, nikitaka nikutane naye saa 3, basi lazima nimwambie tukutane saa 1 kamili, ili hizo 2 hours tuvutane, ile saa 3 ndio tuweze kukutana. Efraim, maeneo ya kujiandaa
ya kuwekeza. Yes, amezungumza Radio Doctor. Research is important. Ndio nasema kuwa tayari. Wakati mimi naenda na BBC wamekuja kutafuta mtu hapa, nilikuwa nimesha invest kwenye knowledge, kujua kwamba wale wanataka nini. Kwa hiyo unapoingia sokoni, hakikisha unafahamu vitu vingi sana. Na mahali unapokwenda kuomba kazi, wewe unaijua hiyo taasisi vizuri. Mimi nakumbuka nilipokwenda kupata kazi yangu ya kwanza kabisa na nilijitolea, ilikuwa inaitwa Capital FM zamani. Ilikuja kauzwa 103.1. Walikuwa hawana mtu anatizama kile kituo. Walikuwa wanacheza tape tu, lakini sasa zile tapes zilikuwa zinakwenda alafu zinaisha. Panakuwa kimya. Kwa hiyo mimi siku nilipokwenda kuomba kazi pale, haya, muda umesha. Nikamwambia jamani, huwa nawasikiliza sana, lakini kuna wakati kunakuwa kimya. Inawezekana kabisa hakuna mtu kule ndani. Sasa mimi niko tayari kuja kukaa pale. Ilikuwa ni kituo cha Mwindi. Yule Mwindi akasikiliza akasema, you make sense." Akaambia njoo kesho uanze kazi. Kwa kesho yake ndo njia yangu ya kuingia newsroom ilikuwa hiyo. Kwa hiyo nikaingia, nikaanzia transmission, kwa nikapenya mwisho nikaingia newsroom. The rest is history. Kushindana kimataifa ni kuwa professional. Mnaona kabisa, nafikiri mkisikiliza tunajitahidi sana. Mkisikiliza Crown kuna tofauti kidogo na vituo vingine. Tunajaribu kufanya vitu kwa njia tofauti. Lakini niliposema katika mazungumzo yangu hapa ni kwamba tunatoka hapa wote tunaenda kuingia kwenye newsroom, tunafanya kazi kitu kinaitwa business as usual. Unafika unaambiwa report inaandikwa hivi, na wewe unaichukua unaiandika hivyo hivyo. Jaribu kuwa tofauti. Kwa watu wengi ambao mimi nimewapata, najaribu kuwa shape, lakini kwa sababu wamejengwa katika misingi hiyo na ndio umekuwa utamaduni. Na Dr. amesema hapa, sasa hivi ukiflip radio hutajua uko unasikiliza radio gani, ukiflip channels za TV unatizama bulletin hutajua unatizama bulletin gani. Script zote zinafanana, clip zote zinafanana, hakuna creativity. Kitu kimoja ambacho nimalizie hapa, na ndio maana kipindi ambacho nilifanyia kazi cha Dira ya Dunia kilikuwa na mafanikio sana. Kilikuwa ni kipindi cha dakika 24, lakini kilikuwa kinaweza kucover mambo mengi sana. Lakini kilifanikiwa kutokana na jinsi unavyopackage ile taarifa. Na utaona hata mwandishi wetu wa Dar es Salaam amekwenda kwenye press conference ambayo amekwenda mwandishi wa habari wa hapa Tanzania, lakini taarifa yake na taarifa inayotoka BBC ni mbili tofauti, kwa sababu hii inakuwa imefanywa kazi, imeongezewa value, imeongezewa statistics, imewekewa context. Unaelewa? Vitu vyote hivyo ni kazi. Kwa sisi wengi tunafanya kazi kwa uvivu. Tutachukua clip na kuirusha kama ilivyo, tunafikiri tumemaliza. Nadhani nishie tu kwa hapo. Tutatafuta muda zaidi. Nafikiri haya mambo yanahitaji muda mwingi sana kuzungumza.